Kati ya jambo la uhakika kabisa ambalo wekundu wa Msimbazi Simba wanaweza kuwa nalo kuelekea mechi zao za ligi kuu Tanzania bara, kombe la shirikisho la benki CRDB na mechi za kwenye kundi lao la D ligi ya mabingwa barani Afrika ni kwamba sasa wapinzani wao watalazimika kufanya ya ziada katika kujenga muundo wa eneo lao la kiulinzi kwa sababu tu ya ujio wa mchezaji mwenye kasi huyu, mchezaji wa kimataifa wa Senegal Libase Geye. Ni kwa sababu kuwapo kwake baada ya utambulisho uliowahakikishia wana Msimbazi wa Tanzania kwamba Simba ina mchezaji huyu mpya kutoka Senegal, akiwa ni mchezaji mpya, ni kwamba sasa wana wachezaji tishio katika eneo la ushambuliaji waliongezeka idadi. Ni kwa sababu gani? Simba tayari inao wachezaji wenye ubora wa hali ya juu ambao wakiwa kwenye kiwango chao wapinzani hulazimika kufanya kazi ya ziada katika kuwadhibiti. Tunazungumzia wachezaji kama Eli Mpanzu Kibisawala, mchezaji wa kimataifa kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambaye kwenye ushambuliaji, kiungo cha ushambuliaji, wakiungana na washambuliaji wao vinara, yeye amekuwa mhimili katika kikosi cha Simba kwenye kushambulia hivi sasa chini ya kocha Steve Barker. Lakini ni Simba ambayo ina Morris Abraham, naye amekuwa kwenye kiwango bora, lakini sio peke yake. Wengine ni pamoja na kina Kibu Dennis Prosper, wapo kina Mohamed Bajaber na wengineo. Sasa kuwapo kwa Libase Geye manake anaongeza kwenye hii idadi ya viungo wa ushambuliaji wenye purukushani za kuweza kuvuruga kabisa mpangilio wa kiulinzi wa timu pinzani. Na hapa kwa upekee unaweza kukumbushia au unaweza ukachukulia mfano katika kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, kama kocha Steve Barker anaamua kuwa na mpangilio wa baada ya golikipa kuwa na walinzi wanne, viungo wale ukabaji, viungo watatu ushambuliaji na mshambuliaji kinara mmoja. Sasa wale viungo watatu ushambuliaji, chukulia kwamba awepo Libase Geye katika upande mmoja wapo, yeye goli lake lenye nguvu zaidi ni la kushoto lakini hutokea upande wa kulia. Halafu kuna Eli Mpanzu Kibisawala, yeye goli lake lenye nguvu zaidi ni la kulia lakini hutokea kushoto. Halafu katikati akawa kwa mfano ana Morris Abraham, akawa au na Neo Maema. Muunganiko huu peke yake watosha kabisa kuvuruga mpangilio wa kiulinzi wa timu pinzani, na kwamba wasipokuwa makini watajikuta kila mara Simba wako ndani ya 18 kwenye eneo la mwisho la kwenye kushambulia kwa Simba, tunasema kwenye final third, wakiwa wanashambulia mfululizo kwa sababu hawa wote wana kasi, wana uzoefu, na pindi inapotokea fursa ya kufunga wanafunga ama kutoa assist, pass saidizi za mabao. Lakini chukulia kwamba katika muunganiko huo halafu mbele kuna mshambuliaji kinara labda Selemani Mwalimu, mchezaji wa kimataifa Tanzania ambaye anachezea Simba kwa mkopo akitokea Wydad Casablanca ya Morocco. Selemani Mwalimu amethibitisha hata katika michuano ya AFCON ambapo Tanzania walikuwa hapo kule nchini Morocco, alicheza vizuri sana, aliwasumbua mno Morocco kwa mfano. Sasa yeye awe katika kukamilisha muunganiko huo wa viungo watatu ushambuliaji ambako kuna Libase Geye, kuna Eli Mpanzu Kibisawala, kuna Morris Abraham, ama kuna Libase Geye, Eli Mpanzu Kibisawala, Neo Maema, alafu mbele kwenda Selemani Mwalimu ambaye cheza yake huwa asimami sehemu moja, ana uwezo wa kwenda pembeni kulia, pembeni kushoto, akibadilishana nafasi wanaocheza katika maeneo hayo. Nazungumzia maeneo wanaocheza kina Mpanzu, maeneo wanaocheza Libase Geye, au akawepo Jonathan Soa, mchezaji wa kimataifa kutoka Ghana ambaye katika ligi kuu Tanzania bara msimu uliopita 2024-2025 alichezea Singida Black Stars, alisajiliwa katika mzunguko wa pili, akacheza mechi 14 tu, lakini huyu Jonathan Soa akafunga mabao 13. Yuko vizuri, anapenda migongano na yuko vizuri katika eneo hilo, kukimbia nyumba ya mabeki ni miongoni mwa sifa zake. Sasa awepo Jonathan Soa, itakuwa vipi kwa wapinzani katika kukabiliana nao? Kwa sababu muda mwingi kama wote aliowatajwa wanakuwa kwenye kiwango chao bora, maana yake ni kwamba mabeki wa timu pinzani watakuwa hawana amani. Uwezo ule wa kwenda katika nusu ya pili ya uwanja kusaidia mashambulizi na hasa mabeki wa pembeni utapungua, kwa sababu wanajua ukiacha nafasi tu kwa Eli Mpanzu Kibisawala atakayekuwa kwenye kiwango chake, Libase Geye akiwa kwenye kiwango chake, Morris Abraham akiwa kwenye kiwango chake, au Neo Maema akiwa kwenye kiwango chake bora kama alichoonyesha wakati akichezea Mamelodi Sundowns, lakini au Jonathan Soa akawa pale mbele, au Selemani Mwalimu, maana yake wapinzani namna wanavyozuia watalazimika kujiongeza zaidi, na hilo kupunguza madhara kwenye kushambulia kwa timu husika kwenda kwa Simba, na hasa wanapokutana na timu ambayo
mashambulizi yake hutegemea mabeki wake wa pembeni. Na miongoni mwa ambao matarajio ni kwamba watakumbana na moto huu mpya wa Simba yenye Libase Geye, halafu ikawa na mchanganyiko wa Eli Mpanzu Kibisawala, halafu ndani yake kuna Morris Abraham, halafu ndani yake kuna Selemani Mwalimu, ndani yake kuna Jonathan Soa, ni pamoja na Esperance de Tunis, ambao wao na Simba watakutana katika mechi mbili za back to back kwenye hatua ya makundi kwenye kundi lao la D, Ligi ya Mabingwa barani Afrika, kati ya tarehe 23 na tarehe 30 ya mwezi huu. Watacheza mechi mbili za back to back. Itachezwa kule Tunisia, itachezwa nchini Tanzania, Simba dhidi ya Esperance de Tunis. Sasa Esperance de Tunis, kwa kukumbushia tu, mechi yao waliotoka sare ya 1-1 dhidi ya Petro Atletico kwenye muundo wao, baada ya golikipa Bashir Ben Said alikuwa ndiye golikipa katika mechi dhidi ya Petro Atletico iliisha kwa sare ya 1-1. Walikuwa na walinzi wanne ambao kulikuwa na Yasin Meria, huyu ni beki wakati wa Esperance de Tunis, mgongoni nambari 6. Ni tofauti na Yasin Marei wa Al Ahli. Ndugu mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, hapa ni kuweke sawa. Huyu wa Esperance de Tunis anaitwa Yasin Meria, wa Al Ahli anaitwa Yasin Marei, wote ni mabeki wakati. Sasa huyu yupo hapa mgongoni nambari 5, Yasin Meria, yeye umri wake ni miaka 32. Yes. Halafu beki mwenzake wakati alikuwa ni Hamza Jelas, mgongoni nambari 6, yeye umri wake ni miaka 34. Halafu beki mbili alikuwa ni Mohamed Ben Ali, mgongoni nambari 2, ambaye yeye Mohamed Ben Ali umri wake ni miaka 30. Hapa Mohamed Ben Ali, huyu ni Hamza Jelasi, huyu ni Yasin Meria. Halafu beki wa kushoto wakati mwingine ndiye nahodha mwenyewe, huyu tunazungumzia Mohamed Ben Hemida, ambaye yeye umri wake ni miaka 30, mgongoni jezi nambari 20. Halafu kwenye viungo wao kulikuwa na viungo wawili ambao ni nani na nani. Kulikuwa na Hosem Teka, mgongoni nambari 8, mchezaji kimataifa wa Tunisia. Halafu kuna Onuche Ogbelu, mgongoni yeye nambari 14. Onuche Ogbelu, hapa Hosem Teka. Ndio kwenye muundo wao wa kiulinzi kulikuwa na walinzi wanne baada ya golikipa, alafu kuna viungo wawili wa ukabaji. Lakini kwenye kucheza kwao ilikuwa katika mechi hiyo, huyu Mohamed Ben Ali anaondoka kabisa katika eneo lake, anakwenda eneo la kati. Lakini vivyo hivyo kwa Mohamed Ben Hemida anaondoka katika eneo lake la ulinzi. Katika mfumo wao kucheza chini ya kocha Maher Kanzari, hawa mabeki wa pembeni average position wanakuwa juu kwenye mstari wa kati wa uwanja ama katika nusu ya pili ya uwanja. Halafu Hussein Tika vivyo hivyo, yeye anaondoka katika eneo lake, yuko very offensive, anakwenda kuungana na mabeki wa pembeni katika eneo la juu na wachezaji wengine wa eneo la ushambuliaji. Badala yake huku nyuma kwa wastani average position kunakuwa na watu watatu ambaye ni Yasin Meria pamoja na Onuche Ogbelu katika kuhakikisha kwamba wanakuwa salama. Sasa ikitokea wakacheza hivi, kwa mfano Esperance de Tunis dhidi ya wekundu wa Msimbazi Simba wenye muundo kwa mfano unakuwa 4-2-3-1, kwenye hao watatu kuwe na Libase Geye. Libase Geye umri miaka 22. Nataja umri kwa sababu maalum tu mtazamaji wa Baduke Stats Sport Next Level, ingawa umri sio kitu, inategemea na mchezaji jinsi alivyojiandaa, lakini kimahesabu tu mwenye miaka 30 plus, matarajio ni kwamba anakumbana na mchezaji mwenye miaka 22 katika dakika 90. Kama mchezaji mwenye miaka 22 anajifua vya kutosha, ana uwezo wa kuwa na kasi zaidi kuliko mwenye miaka 30. Lakini msisitizo, sio mara zote iko hivyo, inategemea mchezaji amejifua na kujiandaa kwa kiasi gani. Wapo wachezaji kama Cristiano Ronaldo, leo hii ana miaka 40 katika klabu ya Al Nassr, yeye ni miongoni mwa nyota wa kutumainiwa akiendelea kupachika mabao kama kawaida yake. Lakini yupo Lionel Messi, miaka takriban 37 38, bado anafanya vizuri. Senegal, timu ya taifa ya Senegal, kati ya wachezaji wake wanaotumainiwa wanafanya vizuri ni Sadio Mane ambaye ana miaka 33, lakini ndiye anayewabeba hivi sasa katika michuano ya AFCON kule nchini Morocco. Lakini nimetaja tu mfano namna ambavyo Simba inaweza kanufaika na mawinga wake hawa. Lakini kuna Eli Mpanzu Kibisawala, umri miaka 23, ana kasi sana Mpanzu. Halafu kuna Morris Abraham, Morris Abraham umri wake haufiki hata miaka 25. Lakini kwenye ushambuliaji awepo kwa mfano Selemani Mwalimu, naye afiki miaka 25,
lakini wapo Jonathan Soa, msisitizo huu umri sio issue, inategemea na namna atakavyocheza. Ni kwamba hawa wote kwenye cheza yao, Libase Geye ambaye hupenda kuingia ndani, guu lake lenye nguvu la kushoto, kupata nafasi ya kupiga mashuti, kufunga au kutoa pasi, maana yake akiwa kwenye kiwango chake bora, yeye na Mpanzu watakuwa wakamatiki pembeni. Jonathan Soa, Selemani Mwalimu anakwenda ku occupy pale Hamza Jelasi pamoja na Yasin Meria, alafu wakati huo kuna support kutoka kwa Morris Abraham, na hivyo kufanya Simba wawe na wachezaji wanne juu wenye kasi sana. Kama sio Morris Abraham, basi kuna Neo Maema, naye anafanya kazi kama Morris Abraham, ana kasi vile vile. Sasa Simba wakiwa na muundo huu, kwa vyovyote vile Esperance de Tunis ili wawe salama watalazimika kufanya kazi ya ziada katika eneo la kiulinzi, ikiwa ni mojawapo ni kwa viungo wake kama Usimteka kuja kuongezeka kwenye idadi ya wale wanaozuia, lakini wakati huo kuwafanya mabeki wa pembeni ambao ndio chanzo cha mashambulizi, nazungumzia Mohamed Ben Ali na Mohamed Ben Himida, beki wa kushoto, nao kupunguza safari zao za kwenda kushambulia, kwenda kuwasumbua wachezaji kama Shomari Kapombe, kwenda kwa wachezaji kama Anthony Mligo ama Nixon Kibabage, kwa sababu wakifanya hivyo watakuwa wanatoa fursa kwa wachezaji wenye kasi. Libase Geye, Eli Mpanzu Kibisala, Neo Maema ama Morris Abraham, Jonathan Soa ama Selemani Mwalimu, superb combination. Pindi wote wakiwa kwenye kiwango chao bora, ni dhahiri kwamba Simba inatarajia kutisha zaidi kwa kuongezeka tu kwa Libase Geye mpaka sasa, wakati ambapo Simba bado wanatambulisha wachezaji wao wapya katika dirisha hili dogo la usajili. Kwa kukumbushia, Eli Mpanzu Kibisala katika kombe la shirikisho msimu uliopita, katika wale walisaidia Simba ikafika fainali ya kombe la shirikisho walipokwenda kucheza dhidi ya RS Berkane. Fainali ya kombe la shirikisho ni pamoja na Eli Mpanzu Kibisala ambaye yeye ingawa alisajiliwa katika mzunguko wa pili, lakini alicheza mechi 9. Kwenye mechi 9 Mpanzu alikuwa ndiye best dribbler ndani ya Simba, lakini pia miongoni mwa wachezaji waliokuwa na dribble zaidi mipira kwa mafanikio katika michuano ya kombe la shirikisho miongoni mwa klabu 16 zilizofuzu hatua ya makundi mpaka fainali ni yeye Mpanzu, kwa sababu katika dribbling, kwa mfano kukokota mpira, ikiwa ni ishara ya kasi yake na uwezo wa kupiga chenga, alidribble mipira kwa mara 44, halafu akafanikiwa mara 32, ikiwa ni ufanisi wa 73% ya uwezo wa kukokota mipira. Lakini pia alipiga mashuti 31, manane alilenga shabaha, akifunga bao moja, akitoa assist 2, akichangia mabao matatu kati ya 12 yaliyofungwa na Simba kuanzia hatua ya makundi mpaka fainali, ikiwa ni mchango wa 25%. Mpanzu akiwa kwenye kiwango chake bora, kwa uwezo wake huu wa kudribble mipira kwa namna hii 73%, ni balaa kubwa kwa Esperance de Tunis na wapinzani wengine wa Simba katika michuano mbalimbali wanaoshiriki wakiwa na combination hii yenye Libase Geye. Wakati wakihangaika na Mpanzu, Libase Geye yeye kwenye michuano ya CHAN hivi karibuni aliwezesha Senegal kufika hatua ya nusu finali kwenye michuano ya CHAN iliyoandaliwa na Tanzania, Kenya na Uganda, ambapo katika nusu finali walicheza dhidi ya Morocco waliokuja kuwa mabingwa. Mechi ilisha kwa sare ya 1-1, lakini kwenye mikwaju ya penalty Senegal wakatolewa kwa penalty 4-2. Lile bao moja lilifungwa na Joseph Layous, pasi ilitoka kwa Libase Geye. Kwenye michuano hiyo ya CHAN, Libase Geye alifanya dribbling hizi ambazo nimetoka kuzielezea hapa za Mpanzu kama ishara ya kasi na tishio lake kwa wapinzani. Alidribble mipira mara 27 katika mechi alizocheza, mechi 6 za michuano ya CHAN, ambapo katika kudribble kwake huku alifanikiwa mara 16, ikiwa ni ufanisi wa kudribble mipira kwa mafanikio wa around 50+, maana 27-16 ni mafanikio around 52%. Huyu ni Libase Geye katika kudribble mipira, kuikokota, na kwenye mechi hizo 6 alitoa assist 2. Sasa akiwepo Libase Geye, kuna Mpanzu, mabeki wa Esperance de Tunis matarajio ni kuona watakuwa na kazi ya ziada, kwa sababu kote wanaweshewa moto, kwa sababu Mpanzu anakimbia kwa kasi na anaingia ndani, Libase Geye anakimbia kwa kasi na anaingia ndani, ili guu lake lenye nguvu la mguu wa kushoto lipate nafasi ya kupiga mashuti, kama ambavyo Mpanzu guu lake lenye nguvu zaidi la kulia ingie ndani alafu apige mashuti. Watakuwa na kazi ya ziada, lakini wakati huo bila kusahau kwamba Jonathan Soa kwa mfano ndo anaanza kama mshambuliaji. Jonathan Soa alijiunga katika ligi kuu Tanzania bara ndani ya Singida Black Stars kwenye mzunguko wa pili. Kama nilivyotoka kueleza awali, alicheza mechi 14 akafunga mabao 13. Ana uwezo mkubwa wa kubadilisha nafasi kwa mabao, ana kasi, naye akiwepo katika maeneo hayo, maana yake tayari Simba inakuwa imara zaidi walau kwenye mkaratasi. Changamoto tu ni kwamba hawa wote tumetaja wa mfano, maana Simba na wachezaji wengi. Nilizungumza hapa, kuna Kibu Dennis Prosper,
wapo kina Ladak Chasambi, nimetaja tu mfano Libase Geye, Elimpanzu Kibisawala, awepo na Selemani Mwalimu au Jonathan Soa au Steven Dese Mkwala, sema vyovyote. Alafu nyuma yao awepo Neo Maema au Morris Abraham. Na Kisimba matarajio inakuwa kali zaidi chini ya Steve Barker, endapo tu wote hawa wataonyesha ubora wao uliowashawishi Simba kuwasajili, kuwafanya wawe miongoni mwa wachezaji wao kwa msimu wa 2025 2026. Hakika ni muundo wa kutisha kwa wapinzani pindi wote hao watakapoendeleza ubora wao. Hata watakaposhambulia Steve Barker akatumia viungo watatu, washambuliaji watatu wamuhusishe Mpanzu, wamuhusishe Libase Geye, wamuhusishe na yeyote kati yake pale, akawa labda Jonathan Soa au Selemani Mwalimu, bado ni tishio kwa sababu hao wote wana kasi na wana uwezo wa kupiga mashuti. Je, itakuwa vipi? Ni swala kusubiri kuona Simba ya Steve Barker yenye combination ya wachezaji hawa waliotoka kuwataja na wengineo ndani ya kikosi cha Simba ni namna gani watakavyobadilisha matarajio kuwa uhalisia wa kuwapa furaha wekundu wa Msimbazi Simba, kuwapa shida na taabu wapinzani wao wakiwamo Esperance de Tunis, lakini mwisho wa siku kuiwezesha Simba kutimiza mipango yake kwa msimu wa 2025-26, Simba ikifukuzia taji la ligi kuu Tanzania bara, hilo likosa kwa misimu minne mfululizo, lakini kufukuzia kombe la shirikisho la benki CRDB ambalo pia hawajalitoa katika misimu minne mfululizo, lakini pia kwenda mbali zaidi katika ligi ya mabingwa barani Afrika ambapo katika mechi mbili walizocheza mpaka sasa kwenye kundi lao wamepoteza zote, wakifungwa na Petro Atletico ya Angola kwa Mkapa, wakifungwa na Stade Malien kule nchini Mali. Wana mechi 4 zikiwapo 2 za back to back dhidi ya Esperance de Tunis, lakini wana mechi dhidi ya Stade Malien watakaocheza nchini na mechi dhidi ya Petro Atletico watakaocheza kule Angola. Zote hizo ili kufanya vizuri, matarajio ni kuona muunganiko huu ukifanya vizuri kutoka katikati ya eneo la mstari wa uwanja kwenda kwenye kushambulia ili kuwapa taabu wapinzani na kuipa Simba furaha kwa kupachika mabao, lakini wakati huo wakipunguza nasibu ya wapinzani kufanya mashambulizi mengi kwao, kwa sababu watawafanya mabeki wao wa pembeni wasiwe na hiyo luxury na hiyo hali ya utulivu wa kujenga mashambulizi kuelekea kwa wapinzani, kama nilivyotoka kuonyesha hapa juu ya namna walivyokuwa wakicheza Mohamed Ben Hmida na Mohamed Ben Ali, mabeki wa pembeni wa Esperance de Tunis, wote miaka 30 plus katika mechi waliocheza dhidi ya Petro Atletico ya Angola, ule ukuta watu wanne wa Esperance de Tunis ambao kwa kiasi gani wataathirika na kasi ya kina Libase Geye, kasi ya Mpanzu, kasi ya Morris Abraham au Neo Maema, Jonathan Soa na Selemani Mwalimu ni swala la kusubiri. Ewe mtazamaji wa Mbwaduke Stats Sport Next Level, endelea kuunga mkono channel hii kwa kuhakikisha kwamba una subscribe, una share, una like na kucomment. Mwasilishaji wako ni mimi Ramadhani Mbwaduke almaarufu kama Mzee wa Data. Shukran jazilan. Bye bye.